Mheshimiwa Waziri, kwa heshima na taadhima, tafadhali, ikiwa kweli ninyi mnataka Ruto apate kura zetu, mwambieni Ruto aje atuombe sisi, sio ninyi. Ninyi hamjui ground. Ninyi mnatembea na magari, sisi tunatembea na miguu. Tunajua how the ground is. Mzee mmoja kutoka eneo la Pwani amewakosoa viongozi wa Pwani ambao wanaunga serikali ya broad-based mkono kwa kile ambacho anasema kwamba serikali ya broad-based ni bure na haitasaidia mwananchi wa kawaida. Kulingana na mzee huyo ambaye alikuwa anawasomea hadharani aliyekuwa gavana wa kaunti ya Mombasa, gavana wa kaunti ya Kilifi, Mung'aro, gavana wa Lamu na viongozi wengine ambao wanatoka eneo la Pwani, amewaambia kwamba kama wanahitaji ushirikiano na vile kama wanahitaji heshima kutoka eneo la Pwani, basi wajitoze na watoke katika serikali ya broad-based. Wanasema kwamba wanamuelewa na kumjua zaidi Ruto kuliko viongozi hawa vijana ambao ni wajuzi. Wanajua Ruto ambaye ni rais, wanajua roho yake si ya kusaidia mwananchi wa kawaida, na wanawahimiza wazee hao kwamba viongozi kutoka eneo la Pwani wajiunge na the United Opposition kwa sababu wana uhakika kwamba wao ndio wataunda serikali mwaka wa 2027. Kumbuka kwamba walikuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na wananchi wakati ambapo waliwasomea na kuwaambia kwamba serikali ya broad-based government haitawapea nafasi yoyote kama chama cha ODM. Kile ambacho wanasema kwamba wanahitaji naibu wa rais, mama mgombea wa rais mwaka wa 2027 katika uchaguzi. Wanamjua Ruto zaidi, hawezi akamtoa Kindiki ampe nafasi yoyote kutoka chama cha ODM, ila hali atawala hai na kuwadanganya, kisha baadaye akishatua na kuchukua kiti cha urais awatoe wote katika serikali. Ni matamshi ambayo viongozi wengi kutoka eneo la Pwani wameunga mkono, hasa wale ambao wapo katika upinzani, wakisema kwamba Ruto si mtu ambaye ni wa kuweka ahadi zake, ni mtu ambaye anaahidi kisha baadaye anatoka na kuahidi nyingine hata kabla atimize ahadi ya kwanza. Ni matamshi ambayo pia wengi na wakaazi kutoka eneo la Pwani waliyashabikia. Kumbuka kwamba haya ni baada pia ya mwanamke mmoja kutoka eneo hilo kumuhimiza aliyekuwa gavana wa kaunti ya Mombasa Al Hassan Joho na vile ambaye ni waziri wa madini kujitoa katika serikali ya broad-based na kuungana naye Edwin Watenya Sifuna katika ule muungano wa Linda Mwananchi. Ningependa tusikilize vile ambavyo mzee huyu aliwapa msomo viongozi kutoka eneo la Pwani, kisha baadaye tumsikilize yule mama ambaye pia alimdharaulisha na vile kumsomea hadharani ambaye ni waziri wa madini. Ninyi mnatembea na magari, sisi tunatembea na miguu. Tunajua how the ground is. Mheshimiwa Waziri, tunakupa salamu zetu pamoja na wewe PS. Mwambie Ruto, mwambie Rais Ruto, ikiwa kweli anataka broad based, akija Kwale, akishika candidates wa UDA left, right ashike wa ODM. Akija Kwale, mwambie akija Kwale, candidates wa UDA akiwapa mchele, wa ODM awape chelele. Mwambie Mheshimiwa Rais, zile fitina anazopawa kule State House, sisi hatuna haja na zoning Kwale. Hatuna haja na zoning kabisa. Mheshimiwa Rais, tarehe 8 Septemba 2022 alishika Biblia akaapa kwamba atalinda katiba ya Kenya. Kwa hiyo mwambie Mheshimiwa Rais, democracy must be respected. Kila mmoja apawe nafasi, kila mmoja apawe nafasi, asimame. Hawa watu wa UDA wanamsumbua president, wanataka zoni, wanaogopa nini?
sisi watu wa Kwale, ODM ya Kwale, gavana wetu ni Profesa Hamadi Idi Boga. Kwa majina ninaitwa Donata Mwavale, natoka Kinango. Mimi ni mwakilishi wa kina mama. Sitakuwa na mambo mengi ya kusema. Kwanza nikisapoti yule mwenzangu wa kwanza aliyesimama, ameongea mambo ya kutia nguvu. Ameongea akamaliza. Kwa hivyo sisi ni kama kupiga msasa. Mheshimiwa Waziri, wewe ni mtoto wetu. Joho ni mtoto wetu. Tunakupenda baba. Wewe ni kingpin wetu katika Coast Province, na wewe ni kingpin wetu Kwale. Tunakutambua, tunakujua. Tuko pamoja. Tunakuomba mwanangu, nakuomba, wewe ni mtoto wangu. Naomba unisikize. Sisi mambo ya kuambiwa kwamba kuwe na broad based, sisi hatutaki. Angalia ule mkutano ulifanyika pale. Si ulikuwa ni wa broad based? Wana ODM walikubaliwa? Si tulifukuzwa? Wakati unaingia na magari pale, huku wana ODM wakiwa wanaandamana, wakiwa wanatoka kwa uwanja, wakaenda wakashinda pale baraza pake wakiwa wamelala pale, kwa sababu wamefukuzwa wapi? Sasa ushirikiano uko wapi? Kuna ushirikiano kweli? Tunapendana kweli? Mheshimiwa Waziri, ninakuomba, naomba tusikize sisi mama zako. Sisi ndio tunaumia. Sisi ndio ambao tuko na shida. Tuko pamoja. Tunaomba utusikie. Sisi hatutaki, tunataka tuachiwe, tuchague gavana wetu kati ya Lunganzi na Profesa Boga. Yeyote atakaye kuwa gavana, yote yule ambaye atakuwa gavana, sisi tuko pamoja na tuko tayari. Hatuna shida, tuko pamoja. Lakini msituambie mambo ya achani. Hatutaki. Wewe tuliambiwa tukikutaka, kama tunamtaka Joho tufanye nini? Tuvuke wapi? Kwani iligeukaje paka ikaja kuwa Mheshimiwa Waziri na kuona umemshikilia achani mkono paka unasema nitolwa? Ulifanywaje mwanangu? Ulifanywa nini babangu? Ulifanywaje? Uliingizwa wapi mwanangu? Ninaumia, nasikia vibaya wakati naongea, nasikia uchungu. Mtoto wetu tumekutegemea. Niambie leo hii, kama tutaambiwa watu wa ODM wasisimamishe gavana, asimame achani, apitishwe achani, wewe utakuwa na ODM Kwale? Kule kwa serikali utajulikana wewe? Ni nani atakaye kutambua kama kuna sauti ya ODM inatoka Kwale? Sitakuwa imeisha. Tunakutuma. Mwambie Rais Ruto, watu wa ODM Kwale County. Wewe kwanza Waziri Mvurya, wakati akianza kusimama gavana 2013, aliingia na chama gani? Kama si ODM angekuwa ameingia. Sasa kwa nini? Kwa nini tuambiwe tushikilie? Yaani mimi naumia babangu. Usinifanye nikalia. Tunakupenda babangu. Na sisi tuko na women rep nani? Fatuma Masito. Na usisahau watu wa Kinango, tuko na mtoto wetu Adija. Lolote linalotakikana, ambia Adija, Kinango atatuambia. Hatutaki mtu mwingine kutuletea stories zingine. Tuko na Adija na tunajua Adija, na Adija ndiye ametuleta pamoja mpaka mahali tumefika. Tuko pamoja. Tafadhali ninakuomba, peleka ujumbe. Kama Ruto anataka kura zetu, atuite. Sio kwamba muitwe mkutano pale, Waziri Mvurya yuko pale na wewe, kwa sababu yani kwanza niliacha mpatani na Mvurya. Ilikuwaje kwanza? Vilianzaje? Tujiuliza maswali. Tuko na question mark. We want to know. Asante sana. Haya. Asante. Naona maneno yetu yanaingiliana. Kwa hivyo tunataka tumalizie Matuga. Relax. Kila branch ilikuwa ina msemaji, si ni kweli? Na msemaji wa Kinango ndio huyo ametoka hapa. Omar,
Omari, relax. Relax. Sisi tumekuja hapa kwa dialogue, kuzungumziana, si ni kweli? Hatuja kuja hapa kuonyeshana nani anaongea nani haongei. Na watu wa Kinango wamepata nafasi yao na yale maneno tumeona ni mazima, si ni kweli? Wacha tumpe nafasi mwakilishi wa Matuga azungumze, alafu tuendelee hivyo. Asante.